Crazy Rocket, now available on PMBet. Habari za asubuhi. Kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji, tumejiandaa vizuri kwa mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu. Tuna imani mchezo huu ni mchezo wa pili. Utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tumeyafanya katika wiki nzima. Kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo uliopita, walimu wamejaribu kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika mchezo huu. Utakuwa ni mchezo mzuri na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu. Utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. Tunaongoza goli 3 ambazo tumezipata katika mchezo uliopita. Dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita na hizi ni dakika 90 mpya. Tunajua mchezo wa mpira jinsi ulivyo na ndio maana tulikwenda katika viwanja vya mazoezi kufanya maandalizi kwa sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika 90 nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika hatua ya makundi kwa kishindo kikubwa kwa sababu kutokana na miaka mingine yote iliyopita tu kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi ziko tofauti na hii ambayo tunaongoza goli 3. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri. Mimi binafsi kama ulivyouliza nimekuwa katika kinyang'anyiro cha tuzo. Kitu cha kwanza ambacho mimi huaga nakifanya ni kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na tunafanya vizuri na tunahakikisha kwamba yale malengo yote ya timu yanakuwa mbele alafu mimi nafuata nyuma. Nilipotangulia kusema kwamba mchezo wa kwanza tuliweza kucheza tukashinda goli 3 kwa 0. Hatukuweza kuruhusu goli lakini kulikuwa na makosa mengi tumeweza kuyafanya. Hususan katika defensive tuliweza kufanya makosa mengi. Kwa hiyo yale makosa ambayo yote tuliyofanya ingawa tulikuwa tujaruhusu goli, walimu waliweza kuona na ndio maana tukarudi katika viwanja vya mazoezi kuyafanyia kazi ili kuweza kuyapunguza makosa yasiweze kuwa mengi. Kwa hiyo na imani kutokana na mazoezi ambayo tumeyafanya na makosa yote ambayo tumeweza kurekebisha kutoka katika benchi letu la ufundi, kwa hiyo na imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa vizuri na yale makosa yote ambayo tulikuwa tumeyafanya katika mchezo uliopita yote yatakuwa yamepungua na nadhani kwa upande wetu sisi mabeki utakuwa uko salama zaidi na tunawaachia eneo letu la ushambuliaji waweze kufanya kazi ya ziada ambayo walioifanya iwe zaidi ya ile walioifanya katika mchezo uliopita. Cha kwanza naweza kusema kwamba ni nyakati ngumu na ni kazi ngumu kuiongoza timu kubwa yenye mashabiki wengi Tanzania katika mashindano kama haya. Kwa hiyo jukumu hilo mimi binafsi nimelibeba na liko katika mgongo wangu kuhakikisha kila hatua tunayofikia tuweze kufanya vizuri ili kuweza kufikia yale malengo ambayo ya klabu na mashabiki na wanachama wote wa Simba wamejiwekea katika msimu huu. Kwa hiyo najua na majukumu mazito yapo katika mgongo wangu na niko tayari kuyabeba kuhakikisha kile ambacho tunakihitaji kiweze kufanikiwa. Nimekuwa katika misimu mingi na nimepata kufundishwa na walimu mbalimbali. Kila mwalimu anapokuja anakuwa na filosofi yake na anakupa majukumu mapya ambayo wewe unatakiwa kuyafanya ndani ya uwanja. Kwa hiyo naweza kusema kwamba msimu huu kuna majukumu mengine mapya ambayo nimeweza kupewa na naweza kusema kadri mazoezi tunavyozidi kufanya mazoezi, kwa hiyo yale majukumu ambayo nimepewa na naendelea kuyatekeleza vizuri na imani baada ya wiki kadhaa itakuwa ni 100% nitakuwa nayatekeleza vile mwalimu anavyotaka. Tofauti upo kwa sababu aina
ya uchezaji inakuwa ni mpya na vile vitu ambavyo tunavyofundishwa ni vipya. Kwa hiyo na imani kwamba uchezaji utaonekana ni mpya kwangu mimi na majukumu nitakayokuwa nayafanya ndani ya uwanja yatakuwa ni mapya. Kwa hiyo nachowaomba mashabiki, viongozi, wanachama wote waweze kuwa tayari kuona hivyo vitu vipya na majukumu mapya ambayo niko na inshallah naweza kusema kwamba kila kitu anapanga Mwenyezi Mungu kitakuwa vizuri.